Assalamu alaikum wapenzi wa Bandari Football Club, natumai ya kwamba siku yenu ya leo imekuwa ni siku njema kabisa, ambapo tunakujia tena moja kwa moja kutoka katika uwanja wa Shakahola. Hii ni lakabu tu, lakini uwanja wenyewe kwa jina rasmi unatambulika ya kwamba ni uwanja wa Mbaraki KPA, uwanja ambao una historia ndefu kabisa, ambapo makubwa yameweza kufanyika katika uwanja huu na vile mazuri yameweza kufanyika katika uwanja huu. Lakini hii leo kupitia Bandari TV tumekuwa na mgeni rasmi hapa, ambapo hawa tu ni baadhi ya mashabiki wa Bandari Football Club, ambapo tuliona sisi itakuwa ni bora kwamba tutaweza kutenga siku kama ya leo na kuweza kuongea na mashabiki wetu moja kwa moja, mashabiki hadi kwa mashabiki. Wewe ambaye uliye pale nyumbani umetulia, je, nyie kama mashabiki muko na kauli gani kuhusiana na timu yetu ya Bandari? Upande wangu wa mkono wa kulia yuko dada mmoja mrembo kabisa, ambapo atatutambulisha kwa majina yake, alafu tuweze kuendelea na gumzo letu la leo. Gumzo letu la leo ikiwa tumebase mambo yetu katika swala la Bandari. Je, mashabiki wako na kauli gani? Je, hawa mashabiki unawajua? Unawatambua? Kauli zao ni gani? Karibu dadangu. Asante sana. Kwa majina naitwa Rispa Ndunge, mkazi wa Kisauni, shabiki wa Bandari. Wewe unatoka maeneo ya Kisauni unasema? Ndiyo kabisa. Aha, kama unavyoona umependeza kabisa. Asante. Dada Rispa, najua wewe umekuwa ni shabiki wa miaka mingi katika timu yetu ya Bandari. Je, kuwa shabiki wa timu ya Bandari, hivi sasa umekuwa shabiki wa Bandari kwa muda gani? I would say nimekuwa shabiki for my growing age, tangu utotoni, primary, high school, college, hadi nikamaliza. So it's a long period. It's a long period. Yes. Katika hii long period inaashiria kwamba umewahi kuona mechi za Bandari nyingi sana. Ndiyo. Je, katika mechi wewe kama shabiki ukawa kuwa shabiki kindakindaki wa timu ya Bandari, ilikuwa ni mechi gani? Mechi ya Gor Mahia na Bandari ikiwa Ukunda, yenye ilikuwa na vita ya hapa na pale. After tulikuwa tumeibuka ushindi, by the way. Yeah. Imebakia katika historia. Imebakia. Kipi kikubwa kilichotokea pale? Ni ustadi wa magoli yale ama ni nini kilichokufanya ikabakia kwa kumbukumbu? Mwendo wa mpira tulivyokuwa tuacheza, bao wenyewe pia, na Gor pia walikuwa wanataka huo bao 3 points ahead. So pia sisi tulijituma tuwanyime. Na Gor pia wanaogopa tukiwa Ukunda, manake pia huko mashabiki tuko tena wengi, na tulibebana hiyo siku. Aha. Je, nani alikufanya ukawa shabiki kati ya mashabiki wenzako? Ni shabiki gani walikufanya wewe pia ukawa shabiki wa timu ya Bandari? My late mother alikuwa shabiki sugu wa Bandari. Yeye alikuwa diwa hepa kazini aje Bandari. So, mimi kupenda Bandari, it's from my late mother. Kati ya wachezaji, najua wachezaji ni wengi, lakini katika favorite player wako, wewe favorite player wako ni mchezaji gani katika timu ya Bandari? Favorite player wangu ni Ngoto. Alvin Ngoto. Aha. Nadhani kwa sababu labda kuna kitu aliwahi kukifanya katika uwanja ambacho paka leo mbaki pia kumbukumbu. Ni kweli? Ni ukweli. Manake assist alitusaidia Gor Mahia ilitoka from Alvin Ngoto. He's a good player. Nimemjua since akiwa Taita huko. Ni mchezaji mzuri. Katika hawa wachezaji wote, je, ni mchezaji gani hukufurahisha zaidi? Yule anayekufurahisha zaidi? Kwa mbwembwe zaidi inaweza sema Ngeleka. Ana mbwembwe nyingi uwanjani. Sometimes unnecessary, sometimes ni nzuri at the wrong moment, but Ngeleka. Allen Ngeleka. Kabisa. The Congolese guy. Aha, asante. Je, katika performance yetu ya hivi sasa, unaonaje current performance ya timu? From my opinion, I'll say tumepanda from 13 position ya 13 hadi 8. We've really tried our best. Tuko sawa with the new coach, new strategies. Top 5 tunakuja. Top 4, 1, 2 tunakuja.
katika safari hii hadi tunaongea kuhusu performance, zipo sehemu wakati tulikuwa tumeshindwa, je, ulikuwa unajihisi vipi? Kama shabiki wa vunjika roho, manake watoka mbali, wajikakamua moral, wajua leo point nimevaa jezi. So watu wanajua hii ni timu kubwa, so una imagine unapigwa, morali hakuna, alafu banta za other opponents, umevaa jezi na mmepigwa ya umma, kama mashabiki taumia. Hisia zako wakati tumeshinda? Tukiwa tumeshinda, hii jezi ni kubwa bwana, wataka utembe nayo port nzima, watu wajue. Huo ndio muda unamhitaji pale Ngeleka na mbwembwe zake kabisa. Sasa hapo ndo mbwembwe ndo zinafaa zije vizuri sana. Ni muda gani ambapo katika ushabiki huweze usahau kabisa wewe? Naweza sema game ya Tusker na Bandari. Ochuka alipiga mpira from goal end to goal end, ikakuwa bao. It was not expected but it was a moment kabisa ambapo Ochuka tayari amesharudi tena katika timu ya Bandari. Ndio hapo Spider amerudi. Wewe unafuatilizia vipi habari za timu? Huwa unatumia njia gani za kufuatilizia habari za timu? Social media, Instagram Bandari TV, Azam TV, social handles pia Facebook ya Bandari. Yes. Kati ya jezi za Bandari uko na jezi ngapi? Zipo 3, nyeupe. Niko na zote, nyeupe, nyekundu na rangi ya blue kabisa. Favorite jezi yako ni rangi gani? Blue. Tamaduni hiyo. Kabisa, hiyo ndo jezi ya nyumbani, lazima uipende, lazima ufurahi nayo. By the way, zipo baadhi ya nyimbo ambazo ni nyimbo za timu ya Bandari, zipo kadha wa kadha, ziko za Dazla, iko nyimbo ya Maimuna, zipo nyingi. Kati ya nyimbo hizi ni gani ambayo wewe unaipenda zaidi? Nyimbo hizi msanii simjui, lakini nyimbo najua, maybe chorus. Unaweza kutupatia baadhi ya mistari ya nyimbo hiyo? Maybe mistari. Hebu weka beat hapo mwelekezo wangu. Hebu tupatie mistari ya nyimbo hii. Anthem si nyimbo pia. Manake Bandari pia tuko na anthem, na hiyo anthem yetu pia twaipenda kama mashabiki. Manake twasema Bandari timu yetu daima, twaipenda. Unaona uzito imebeba. Anthem pia ni nyimbo nzuri na imebeba uzito. Bandari. Kinakufanya uje mara kwa mara katika uwanja wa Shakahola? Naweza sema kupeana support. Support ni nzuri kwa mashabiki wetu, by the way. Ile morali, kuwapigia makelele, manyimbo, kuwatukana. Sasa zingine ni kuteleza kama shabiki, lakini hiyo morali ni nzuri, na naomba tujitahidi mashabiki tuje kwa wengi to support our players. Hiyo morali pia ni nzuri kwao, by the way. The good spirit, hiyo energy pia watacheza vizuri. Ukipatiwa kitu kimoja katika timu leo ya Bandari, waambiwe kwamba dada Rispa ukibadilisha, utabadilisha kitu gani? Naweza badilisha uwanja. Manake kuwa na timu kubwa lazima ukuwe na uwanja mzuri. Mimi naweza badilisha uwanja. Unamaanisha kuboresha zaidi ama kubadilisha, itolewe timu hapa iende upande mwingine, ama ni uboreshaji wa kiwanja? Uboreshaji wa kiwanja. Yaani mnyasi, yaani mimi hii sekta ya uwanja nyuma yangu, hiyo tu nipewe. Utabadilisha? Nitaibadilisha. Leo sasa ningependa uweze kuongea na timu, wale wachezaji wa timu ya Bandari ikiwa pamoja na ile technical bench hawa hapa. Je, hebu ongea nao, ungewapendelea wajue kitu gani? I would say we love you guys. Mpendane. It's about unity, kupendana.
tunawasupport huku nyuma. Msidhani ati tuko na nyinyi, tuko na nyinyi home away, tukuje tusikuje, wengine tunaweka kwa maombi. What I'll say to unity amongst yourself, that's important. Mpendane. Manake kama mpendani hautasaidia mwingine kumpatia mpira ama nini. So ukimpenda mwenzako utataka pia atoe bao nzuri, assist yako nini. Kauli ya dada Rispa anayesema ya kwamba enyi wachezaji, enyi technical bench, mupendane, akisema ya kwamba hii ndio siri kuu ya wao mashabiki pia kupata zegede na burudani. Kauli mbiu anasema kwamba mupendane, mkipendana pia wao watafurahi. Nakwambia tu shabiki ulie kule nyumbani pale, mtindo ni ule ule. Leo tuko na dada Rispa hapa, kesho huenda ikawa ni wewe, lakini tunapoachana na dadangu Rispa tunasema tu kwa msemo mmoja, kula wao.